Kwa majina naitwa Hamisi Hassan Kasapa, ni mkurugenzi wa shirika lisilokuwa la kiserikali la Umbrella of Women and Disabled Organization, kwa kifupi tunaita UWODO. UWODO ni shirika ambalo ni champion kwa mkoa wa Njombe kwa ajili ya utekelezaji wa program jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Mara nyingi waandishi wa habari mtakuwa mmesikia, kwa kifupi inaitwa PGT-MAM. Sasa leo hii tuko katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya kufanya tathmini ya utekelezaji wa PGT-MAM kwa mkoa wa Njombe. Sisi kama UWODO tunashirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya kutekeleza programu hii ya taifa. Na niwaambie waandishi wa habari, mikoa yote 26 ya nchi yetu ya Tanzania kuna shirika mojawapo ambalo ni champion linatakiwa kushirikiana na mkoa. Kwa sisi kama UWODO tunashirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa au mkoa wa Njombe kwa ajili ya kutekeleza programu hii jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi, maendeleo ya awali ya mtoto. Katika programu hii jumuishi tunaangalia vipengele vitano. Kipengele cha kwanza ni afya ya mtoto. Kipengele cha pili ni lishe kama unavyoliona hili bango hapa nyuma yangu. Lakini kipengele cha tatu ni maeneo ya kujifunzia, kuhakikisha kwamba yanakuwa yameboreshwa. Lakini kipengele cha 4 ni swala la ulinzi na usalama. Sisi kama shirika na ofisi ya mkuu wa mkoa tunapaswa kushirikiana na dawati lile la jinsia ambalo linapatikana katika jeshi la polisi kwa ajili ya kusuluhisha migogoro mbalimbali ambayo inahusu watoto. Lakini jambo la mwisho ni swala la malezi yenye mwitikio, kama wazazi kupata nafasi kwa ajili ya kuweza kuongea na hawa watoto. Na naweza nikasema hii program jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto imelenga kuanzia mtoto mwenye mwaka kuanzia 0 pale tu anavyozaliwa mpaka anavyofika miaka 8. Na ni kwa nini imelenga katika miaka hii? Tunaamini wanasayansi vile ambavyo wanasema kwamba mtoto akizaliwa tu, pindi amezaliwa, ubongo wake unakuwa na 25%, lakini kipindi ambacho anafika hadi miaka 2 tunategemea ubongo wake unakuwa na 75%, ambapo kama nyinyi wote hapa wengi na asilimia kubwa wazazi wananisikiliza kwa sasa hivi, mtoto anavyoanza kufikisha mwaka 1.5 kwenda miaka 2 anaanza kutaka kuanza kufahamu vitu vingi zaidi. Ndicho kipindi ambacho shirika letu pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa na wadau mbalimbali tumeona ni vizuri tukawekeza mtoto aweze kupata vitu ambavyo vilivyokuwa vyema katika tamaduni yetu, aweze kupata vitu vya elimu ambavyo vitamsaidia, lakini vile vile kuweza kumjenga. Kama mnavyofahamu, mtoto akiwa mdogo ukiongea neno la tusi ana uwezo kabisa wa kuja kulizungumza baadaye, baba alinitukana kitu fulani. Kwa hiyo mtoto tunaweza tukasema kichwani kwake kuko empty, anahitaji kuwekewa vitu. Kwa hiyo lazima apate vitu vilivyokuwa bora ili aweze kukua navyo. Kama vile ambavyo tunasema, watu wengi unakuta wanasema shule fulani mtoto anaongea sana Kiingereza. Ni kwamba tangia akiwa mtoto, kipindi ambavyo ameanza kushika vitu, ameanza kufahamu vitu, basi jamii inapaswa kuweza kuwekeza aweze kujua vitu vilivyokuwa vyema. Kama vile ambavyo tunaona waandishi wa habari wanasema huyu mtoto bwana amelelewa na mtaa, anaongea maneno ya kiuni, kwa maana kwamba watu waliokuwa wanashinda nao walikuwa wanaongea yale maneno, na yale maneno yanaenda kustick kwenye vichwa vyao, kwa hiyo hayawezi kutoka maisha yao yote. Kwa hiyo niweze nikasema kwamba sisi kama UWODO tukishirikiana na serikali na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe tunahakikisha kwamba tunawekeza kwa watoto ambao pindi wanazaliwa mpaka wanafika miaka 8. Na hii program jumuishi ya malezi ya kitaifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ni kwamba ni ya miaka 5. Na sisi kama UWODO tukishirikiana na mkoa wetu wa Njombe, kama unavyofahamu ni mkoa mpya. Kwa hiyo sisi tumeingia kwenye programu kuanzia mwaka 2023 na programu hii itakwenda mpaka mwaka 2028 kwa ajili ya kuhakikisha katika hivi vipaumbele vitano ambavyo nimevizungumza, je, vimefikia utimilifu? Je, watoto wameweza kufikiwa? Umeendelewa vizuri? Lakini katika maeneo yote tunayoangalia kwa mkoa wa Njombe, mheshimiwa wetu mkuu wa mkoa ndugu yangu Anthony Mtaka amejikita sana kwenye swala la lishe kwa ajili ya kuondokana na udumavu. Na kama mnavyofahamu waandishi wa habari, mkoa wetu ulikuwa unaongoza katika swala la udumavu. Kwa hiyo akaona aweze kujikita na component mojawapo ambayo inapatikana kwenye PGT-MAM. Kwa hiyo kawekeza sana kwenye masuala ya lishe. Na mpaka sasa hivi tumefanikiwa. Kwa mfano nikwambie waandishi wa habari, mmeweza kusikia kwenye swala la uanzishwaji wa daycare, vituo vile vya kuweza kulelea watoto. Zamani ilikuwa ni kama maeneo machache sana watu wanaanzisha vituo vya kulelea watoto. Kwa hiyo tunahimiza kwamba maeneo ya kujifunzia na kuhamasisha jamii. Kama mnavyofahamu sasa hivi halmashauri zote
zimekuwa na wingi wa vituo vya kuweza kulelea watoto. Tunaamini vituo vile vya kuweza kulelea watoto wataweza kupata mafunzo yaliyokuwa mema, hususan katika masuala ya elimu, katika masuala ya michezo, na kama mnavyofahamu kienda saizi kwenye halmashauri mbalimbali kumekuwa na vituo vya kulelea watoto. Vituo vimechorwa nje, picha nzuri za Tanzania, michezo mizuri, na ukiingia ndani wanapata muda wa kucheza na akili zinakuwa. Kwa hiyo akitoka pale sasa akienda nasari, tunaamini kabisa kwamba atakuwa ameanza kukua kiakili na kuanza kukua katika tamaduni yetu ya Kitanzania. Lakini jingine kwa kukazia ni kwamba kwa mkoa wetu, kama hii kampeni ambayo inaendelea saizi, ni kwamba sisi kama UODO baada ya kuguswa tukaona tutafikishaje elimu, kwa sababu tunatumia vyombo vya habari kama redio, tunatumia social network kama Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Leo hii tumekuja vile vile na kitu cha kuchagiza. Tumeweza kutengeneza notebook zikiwa zina ujumbe wa masuala ya lishe pamoja na PGT Mam kwa wale ambao wanatekeleza kutoka halmashauri zote za mkoa wa Njombe. Lakini vile vile tumeweza kutengeneza t-shirt zikiwa zinachagiza huo ujumbe kwamba mtu akivaa nyuma ya mgongo wake kunakuwa na ujumbe wa masuala ya PGT Mam, pamoja vile vile na kampeni ambayo inaendelea katika mkoa wetu ya masuala ya lishe. Lakini notebook na zenyewe zinakuwa zimeandikwa ujumbe. Kwa hiyo tumegawa kwa wale ambao wanatekeleza katika halmashauri 6 za mkoa wa Njombe. Naam. Labda kwa kuongezea tu kwamba tunachoweza kuhimiza kama mkoa pamoja na shirika, kwa sababu tunafanya kazi sambamba, ni kwamba kama vijana waweze kupata muda mzuri wa kuweza kukaa na watoto wao, kwa sababu unajua lishe tunayoamini sisi katika mkoa wetu wa Njombe, mtoto anaweza akaamka asubuhi akapikiwa kande, mchana akala ugali, jioni akala miogo, basi amekula chakula cha wanga. Kwa hiyo wataalamu wetu wa lishe wanatuhimiza kuwe na lishe iliyokuwa bora. Kwa mfano, mtoto ameamka asubuhi amekula kande, basi mchana anaweza akapata chakula kingine, whether ni mayai au matunda au mboga mboga, na jioni akapata chakula kingine kwa ajili ya kuweza kumjenga. Tunaamini mtoto akipata lishe iliyokuwa bora, akapata afya iliyokuwa bora, hizi chanjo zote ameweza kuzipata, basi ubongo wake atakuwa kiakili vizuri, atapata muda wa kupumzika, na kile atakachoweza kukisoma ataweza vile vile kukielezea vizuri na kufanya mitihani yake vizuri na kuweza kuongeza ufaulu. Naam. Tafiti yetu kama shirika lisilokuwa la kiserikali ni kwamba tumefanya tafiti, tumeona kama vipengele 3 au 4 kama sijakosea, ni kwamba ambavyo vimepelekea asilimia kubwa sana mkoa wetu kuwa na udumavu. Swala la kwanza, wazazi wengi ni wafanyabiashara. Kwa hiyo muda mwingi wanashinda kwenye biashara zao, hawana muda kwa ajili ya masuala ya malezi na makuzi ya watoto. Kwa hiyo mtoto anakula anachokiona nyumbani, kwa hiyo anakula chakula kisichokuwa bora. Lakini swala la pili, tumeona vile vile kwamba wazazi hawapati muda wa kuweza kukaa na hao watoto kwa ajili ya kuwaelimisha ili waweze kupata chakula kilichokuwa bora. Bado tunahimiza tu kwamba nenda kale chakula, lakini chakula kinakuwa hakina mchanganyiko mzuri. Swala la tatu ambalo tumeliona, kuna swala la mila na desturi hapa kwetu. Mzazi anakuwa na vitindi vya ulanzi, basi anaongozana na mtoto kwenda kwenye vitindi vya ulanzi. Kwa unakuta mtoto ameanza kunywa pombe akiwa mdogo. Nafikiri ndugu waandishi wa habari mliona siku moja Mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwa anazungumzia swala lililotokea Wanging'ombe. Mtoto anaamka asubuhi anakula kande, basi anashushia na ulanzi. Lazima atakuwa na udumavu. Kwa hiyo ni swala la mila na desturi ambazo sisi kama shirika baada ya kuona kufanya utafiti kwamba kumekuwa na hali hii, tunakwenda sasa kwa jamii kwa ajili ya kuweza kutoa elimu na kuweza wazazi wapate muda. Na waandishi wa habari naomba tuhimize sana kwamba imeonekana sasa hivi tunafanya kazi, tunakwenda kwenye shughuli zetu za kutuingizia kipato, tukirudi jioni tumechoka, hatupati muda mzuri wa kuweza kukaa na watoto wetu. Tupate muda mzuri, tuongee na watoto wetu, tujue kile walichosoma, kile walichokula mchana, na tuweze kwa wazazi kwa ajili ya kuweza kuhimiza masuala ya elimu, masuala ya chakula, na tuweze kujua mtoto wako kesho anaamka nini anaweza kufanya. Tunaamini ndio utamjenga sana, na hatujachelewa kwa sababu umri ni kuanzia miaka 0 mpaka miaka 8. Jamani, asanteni. Shirika la UODO katika mpango wa malezi na makuzi na maendeleo ya hali ya mtoto kupitia Mtoto Kwanza project, sisi tunachokifanya ni kuhamasisha jamii na wadau na kuratibu shughuli zote za malezi na makuzi ya maendeleo ya hali ya mtoto. Tunapozungumzia swala la malezi na makuzi na maendeleo ya hali ya mtoto, tunazungumzia mambo 5 muhimu, ambayo mambo 5 muhimu kama ulivyoniuliza, mojawapo inaingia katika masuala ya lishe. Sisi tunasimamia masuala ya afya, ambalo swala la afya ni msingi wa kila kitu, na hili swala la afya linajengwa na mambo mengi ambayo ni swala la lishe, masuala ya ulinzi na usalama, tunaangalia masuala ya ujifunzaji wa watoto, lakini pia masuala ya malezi jumuishi.
katika malezi jumuishi ambapo jamii kwa ujumla ina jukumu la kushiriki kuhakikisha kwamba mtoto analelewa katika misingi ambayo inamwezesha kukua katika mwelekeo sahihi ambao unapaswa kidunia na hata kitanzania ambapo inatakiwa kukua kulingana na mpango wa shirika la afya duniani. Katika sisi kama shirika la UHODO tunaisaidia mkoa wetu wa Njombe au tunashiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba swala la udumavu linafikiwa kwa mkoa wa Njombe. Tunakabiliana na swala la udumavu hivipi? Kuhakikisha kwamba jamii inaingiwa uelewa, kwa sababu swala la kupambana na udumavu lazima jamii ielewe, inaelewa kufanya nini, udumavu ukoje na ni kipi ambacho unapaswa kukifanya. Na ili kupambana na swala la udumavu, sisi tunaangalia katika haya maeneo yote matano, kwa sababu udumavu tunapozungumzia swala hili lote la afya, lazima tunaangalia kuanzia mtoto anapotungwa tumboni, tunahakikisha kwamba afya anaipata ile afya kupitia mzazi wake, anahudhuria kliniki, zile chanjo zote anazipata, lakini zile lishe zinaanza kupatikana, mzazi kuzipata, mtoto akiwa tumboni lazima ile lishe ipatikane. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba anapata lishe bora, kwamba mzazi anapatiwa lishe bora. Lakini pia tunaangalia swala zima la utoaji wa lishe ambayo makundi yote yanapatikana, na jamii wanashiriki kuhakikisha kusimamia kwamba ile lishe ya mtoto inapatikana anapoanzia kuanzia miaka 0 mpaka miaka 8. Wanakitoa chakula? Uandaji wa chakula ukoje? Na wanakipata kwa wakati? Kwa hiyo hili tunalisimamia kwamba tunahakikisha, tunaamini kwamba jamii inapojengewa uelewa na wadau wanapojengewa uelewa, kuhakikisha kwamba jamii inatekeleza, na wadau au wasimamizi wa serikali na wadau wengine kusimamia kwamba jamii inaelewa na jamii inatoa hizo huduma za lishe kwa watoto kuanzia ngazi ya familia na hata katika taasisi ambazo ni mashuleni. Tuhakikishe kwamba chakula tunazungumzia kwamba tunahakikisha tunaelimisha jamii na tunaihamasisha jamii na taasisi kuhakikisha kwamba daycare zinaanzishwa, lakini si daycare tu zinaanzishwa, daycare zinaanzishwa ambazo zina standard zile za kiserikali, kuhakikisha kwamba daycare zetu zinatengenezwa ambazo zinaweza kuchukua watoto wote na kulingana na mahitaji yao. Lakini pia daycare tuhakikishe kwamba kuna kona zote za ujifunzaji. Tunasema katika daycare zinaandaliwa mazingira yote ya zile kona za ujifunzaji, lakini tunahakikisha unapokuwa kwenye daycare tunahakikisha mahitaji yote haya makundi matano yanapatikana. Kuwe na lishe bora, tuhakikishe kwa wale wanaotoa huduma za daycare wameandaliwa kutoa zile huduma kulingana na miongozo. Chakula kinachotolewa katika daycare kinakuaje? Lakini mazingira pale yanamruhusu mtoto kujifunza na ujifunzaji. Wazazi wanashirikishwaje katika hizi daycare kuhakikisha kwamba wanaona maendeleo ya watoto. Lakini daycare pia tunapaswa kuwashirikisha watu wa afya, watembelee daycare zetu kuona kwamba zile daycare watoto wanapata zile afya ya mazingira, maji yakoje, vyakula vinavyoandaliwa. Lakini pia wale watoto wa daycare tunaamini kwa walioko daycare wengi wanaenda kliniki. Wanaenda kliniki kwa zile ule wakati unaotakiwa. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba daycare zinaanzishwa, na daycare ni muhimu sana kulingana na mazingira yetu, kwa sababu tunaamini wazazi wengi katika shughuli mbalimbali. Na wale watoto watakapopelekwa tele daycare hapo kwa kiasi kikubwa, kama taarifa zilivyotoka pale, tumeangalia uwepo wa daycare kipindi kile na sasa. Sasa hivi tokea tuanze program tunaona ongezeko la daycare kutoka mpaka sasa hivi tumekuwa kama 290 na kitu kama zilivyoripotiwa pale, ambapo kulikuwa na daycare 6 lakini sasa hivi ziko 21, na hata halmashauri nyingine daycare zimeongezeka, na tumeona uelewa wa jamii. Elimu imefika kwa kiasi kikubwa kwa sababu tumeelimisha kupitia redio, lakini kupitia matamasha mbalimbali ambayo elimu ile imefika. Tumeona hata ripoti tunavyoziona ongezeko la watu, kwa sababu tunapima sisi, kwa sababu kazi yetu ni kuhamasisha, tunaangalia ongezeko la watu, kwenda kliniki wanaongezeka kiasi gani. Lakini tunaona watoto wanapelekwa